Karibu tena katika Face to Face. Hiki ni miongoni mwa kipindi chako bora na pendwa ambacho kinafanya vizuri sana kwa sasa. Mlengo wa kipindi hiki huwa tunapita mtaani, kwenye maofisi kuweza kuzungumza na watu ambao wana impact katika jamii. Kwa hiyo mara nyingi tunafanya mahojiano na viongozi wa serikali za mtaa, wachezaji mpira, lakini mara nyingi tunagusa kwa watu ambao ni mashuhuri, watu ambao kwa jamii inanufaika nao kwa namna moja au nyingine. Lakini leo tumefika katika ofisi ya mbunge wa jimbo la Ukonga, Mheshimiwa Shingo Bakari Shingo. Tumekuja kwetu sisi kama media, kwetu sisi ni baba, ni kaka, lakini pia ni rafiki, na ndio maana mara nyingi tunawiwa kuweza kufika ofisini kwake na kuweza kuzungumza naye mawili matatu. Sasa akiwa kama mlezi wetu, akiwa kama baba yetu, kwa hiyo tuna enjoy zaidi kuweza kufanya naye kazi mzee wetu, kaka yetu, rafiki yetu Shingo Bakari Shingo. Kwanza nikupe hongera sana, wana Ukonga wameweza kukuamini kwa ajili ya kwenda sasa kuwatumikia. Hongera sana katika hili. Asante sana. Nashukuru sana wana Ukonga kuniamini. Na mimi nitajiaminisha kwao. Okay. Lakini pia nataka utuambie, tunajua kwa maana kwamba umeweza kuhudumu katika ngazi ya wenyekiti wa serikali ya mtaa ikiwa maeneo ya Gongo la Mboto, lakini pia umefanya mambo mengi sana katika maeneo yale, kwa maana kwamba ushawahi kupambana na wananchi wa maeneo yale au wakazi wa maeneo ya Gongo la Mboto kuweza kupata maji. Lakini licha la hivyo tu umeweza kupambana pia kwa ajili ya kuchangia damu katika maeneo ya Gongo la Mboto. Nataka pia uniambie ni kitu gani hasa ambacho kilikusukuma au ukaamua kufanya vitu vingi sana kama vile ukiwa ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa, aliyakuwa ulikuwa bado kuna nafasi kubwa sana katika jamii? Mimi msingi kwanza naamini kwenye siasa mimi nitapata pepo. Mimi ni muumini wa dini ya Kiislamu. Okay. Na moja ya vigezo vya kupata pepo ni kuwa mwadilifu, kuwa mkweli na kupenda jamaa zako. Okay. Kwa hiyo mimi kabla sijawa mwenyekiti nilikuwa naona kuna vitu haviendi sawa. Okay. Ndio maana nikagombea mwenyekiti na wananchi wa mtaa wa Gongo la Mboto wakaniamini, wakanichagua kwa mwenyekiti. Kwa yale niliyofanya nilikuwa nafanya wajibu wangu. Okay. Ndio maana hadi leo nimebaki kwenye mioyo ya watu. Kwa mtu ambaye labda bado hakufahamu, ukiachana na sisi vijana wako ambao mara nyingi tunakufahamu. Shingo Bakari Shingo ni mtu wa aina gani? Mimi ni mtu wa kawaida tu, tena maisha yetu ni haya ya kawaida. Nina miji miwili, na mji wa Gongo la Mboto na mji wa Pugu. Kishughuli mimi ni mjasiriamali, mimi ni fundi umeme na ni mjasiriamali, shughuli zetu za kawaida hizi. Lakini mwanajamii pia. Okay. Kwa hiyo ndio maana nakuta nakuwa najua shida nyingi. Nataka pia uweze kutuambia, tumeshuhudia kabla leo hii hatujafika ofisini kwako hapa, baadhi ya vyanzo vyetu vya habari umeweza kuguswa na vijana wana Ukonga na kuweza kuandaa program maalum kwa ajili ya kuwapeleka shule. Ni kitu gani hasa ambacho kimekusukuma hadi ukaguswa na hawa vijana kwenda kuwapeleka na kusomea udereva pikipiki, magari, bajaji na kadhalika? Kitu gani Shingo Bakari Shingo kuweza kufanya kitu kama hiki? Kama sababu zilizosababisha nigombee wenyekiti kipindi kile miaka ile pale mtaa wa Gongo la Mboto. Okay. Niliamini kuna vitu ambavyo